Mimi pamoja na Mheshimiwa Cleophas Malala pamoja na Mheshimiwa Sosi na Mheshimiwa Caleb Amisi wa Saboti tulipoanza huu mchakato wa kusema kwamba kama jamii ya Mulembe imefika wakati sasa tubadilishe uongozi wa jamii hii, watu walitukemea sana. Watu wakatuita majina, wakasema sisi ni vijana wenye viburi, majivuno na ambao tunakosa heshima kwa wazee. Wakati huu tunapozungumza sasa, jamii nzima imekubali sasa kwamba tunataka tuwe na uongozi mpya. Jambo linalonivunja moyo na ambalo linastaajabisha sana, hakuna mtu ambaye anakumbuka kwamba ni vijana ambao walianzisha mchakato huu mzima na kukuja kutuuliza sisi kama vijana, hawa ambao mlikuwa mliwafurusha kwa nini, na sisi tutaendesha aje masuala ya jamii ili tusije tukatumbukia katika yale mashimo ambayo wao ambao walikuwa viongozi wa jamii hapo nyuma walitumbukia ndani. Mimi nimesema mara si haba kwamba ndugu yako lazima awe mstari wa mbele kukuambia wakati unafanya makosa. Ndugu wa kweli ni yule ambaye anakuambia Sifuna, hapa njia ambayo umeshika ni njia ambayo itakuletea shida, lakini si ati kwa sababu wewe ni ndugu yangu hata wakati umepotea kazi yangu ni kupiga makofi na kukuambia umwamuri sawa. Hiyo kazi sisi kama vijana tumekataa, tutafanya. Kwa hivyo tukiwa hapa Kakamega tumekuja kuwaambia wale ambao wametajwa kama viongozi wapya wa jamii ya Mulembe kwamba sisi tuna heshima. Hatutaki kuonekana kwamba sisi tunapigana na kila mtu. Tunataka kuwaonya kwamba wasiingie katika zile shida ambazo wale waliokuwa viongozi wa jamii hii waliingia. Na jambo la kwanza na la muhimu zaidi ni lazima uhusishe kila mtu katika uamuzi ambao unasema ni uamuzi wa jamii ya Mulembe. Lazima uhusishe kila mtu. Sisi tunajua wakati ule hakuna siku ambaye ati Mheshimiwa Wetangula ama Mheshimiwa Mudavadi angeita Malala amuulize ama aite Sifuna amuulize wewe unaona aje hii. Hakuna. Hawakuwa wanatambua vijana, hawakuwa wanatambua hawa kina mama. Mimi nimezungumza na Mheshimiwa Florence Mutua kutoka kule Busia na viongozi wengine kina mama hapa Mgoa Magharibi, hawakuwa wanahusishwa wakati huo. Na hata zaidi la kuvunja moyo ni kwamba hata sasa wakati huu hawahusishwi katika maamuzi ambayo yanasemekana kuwa ni maamuzi ya jamii ya Mulembe. Kwa hivyo tunataka kuambia hawa ndugu zetu, Mheshimiwa Governor Oparanya ambaye ni Deputy Party Leader wa ODM, ni mkubwa yangu, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, mtapotea iwapo hamtahusisha vijana katika maamuzi ya mkoa wa Magharibi. We are here to keep you honest, we are here to keep you true, because hii mambo tumekuwa tukisema mambo ya umoja wa Luhya imetusumbua sana kwa muda mrefu. Mimi hata nilikuwa naona sasa sisi kama vijana we are going to enforce Luhya unity the best way we know how. Sasa imefika wakati hata ya kushika kiboko kama vijana tuseme by hook or crook Luhyas must unite. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Tumechoka na watu kuongea. There will be nothing about us without us. There will be nothing about us without us. I want you to understand that. Mimi kitu ambacho kinanishangaza, nilikuwa nafikiria hii shida labda iko tu kwa hawa ndugu zetu wawili. Nimekuja kugundua kwamba wazee wote katika hii jamii yetu ya Mulembe hawana heshima yote kwa vijana. Hawatutambui kama binadamu, hawana haja na sisi. Sasa imefika wakati sisi tuseme kama vijana sauti yetu itatoka katika vinywa vyetu wenyewe. Hatutatuma mzee yote kuongelea vijana. Itakuwaje wewe upatiwe nafasi 15? Mheshimiwa Rais amesema kwamba tunataka majina 15 kutoka mikoa ya Magharibi waje wapatiwe nafasi katika serikali kuu. Hawezi hata kuonyesha hata kijana mmoja useme huyu ni youth ambaye tumeweka hapo. Na ilhali ingekuwa mimi kama Mheshimiwa Sifuna ambaye nagawa, najua kwamba niko na constituencies county zangu 5 za huu mkoa wa Magharibi tukiongezea Nairobi, niseme nataka watu 3 katika kila county. Nikiona jina ya mzee, nione jina ya mama, nione jina ya kijana. Nyinyi wenyewe kama ni watu wa Busia ndio mnatupatia hayo majina 3. Lakini Sifuna hawezi kuwa expert ya kila kitu. Nataka hata Navaholo ule anataka kusimamia cattle dip ati Sifuna ndiye anachagua. Haiwezekani. Lazima tuwape nyinyi nguvu ya kwamba pia tuna waheshimu ya kutosha.
kuweza kutoa maamuzi ambayo ni maamuzi ya busara. Kwa hivyo nataka kuongea kwa unyenyekevu sana kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Huu ujumbe tayari mimi nimeufikisha kwa party leader wangu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa Dubai. Sasa nataka umfikie pia Rais wa Kenya. Kama kuna list yoyote unaambiwa kwamba ndio list inatakikana watu wapewe kazi kutoka Western, hiyo list sisi hatuijui. Hatuijui, hatukuhusishwa, hatuna habari, hatuitambui, hatuitaki. Hawa ndugu zetu ambao wamechukua sasa usemaji wa jamii, kama wanataka tutembee pamoja, waonyeshe goodwill gesture, kwanza hiyo list wa withdraw. Alafu tuje tuketi chini kama Mulembe Youth Council pamoja na kina mama zetu, tutoe list ambayo ni ya kweli. Tutaheshimiwa, ikuje mvua ije jua, lazima kama vijana tutaheshimiwa. Itakuwaje? Hapa tunaambiwa hizi appointment wanaita environmentally friendly. Wamekuwa kama Yesu Kristo kuenda katika makaburi na kuita Lazaro, mtu ambaye alizikwa tayari, eti ondoka katika kaburi uje ukuwe CEO wa Parastatu. Na kuna vijana ambao wanaweza kufanya hii kazi. Sisi tunasoma GHC, majina ya watu. Watu wamekuwa wakubwa hapa. Umekuwa katika nafasi, wewe umekuwa spika wa bunge. Tunajua kwamba unakula pension yako sasa shilingi zaidi ya nusu milioni kila mwezi. Na tena hata kazi kidogo ya kufagia hapa kwa county unataka ati wewe tena utolewe katika kaburi jinsi ambavyo Lazaro alitolewa katika kaburi. Uje ufagie hiyo kazi. Sisi vijana tutapata nafasi hii siku gani? Na tunasema haya maneno lazima yakome wakati huu. Hatutabembelezana kwa sababu tunajua sisi ndio wengi hapa. Na sisi ndio wenye kura. Nothing about us without us. Sasa nyinyi wenyewe ndio mtachagua. Iwapo mtatuhusisha, sawa, tutatembea pamoja. Lakini kama mnataka kututenga, utengano ni jambo ambalo pia tunaweza kufanya tena vizuri sana. Kwa hivyo mimi nawaomba hawa viongozi wenzangu ambao wako hapa, sisi sio watu wa kutishwa bwana. Hakuna kitu ambacho unaweza tunyang'anya. You know, a man with nothing has nothing to lose. Wakati tunaomba kazi, unasikia mtu anasema huyu hana experience. Wakati Musalia Mudavadi baba yake anakufa, sisi tulikuwa students hapa. Mimi nimesoma Kakamega Township Primary. Watu wa Malemba wananijua hapa. Baba ya Mudavadi akikufa, tukatolewa shule, tukaambiwa mtu mkubwa amekufa. Tukaheshimu, tukaenda nyumbani. Jamaa alipatiwa uwaziri akiwa miaka 29. Experience ilitoka wapi? Na tusemi wazee wote ati ni wabaya. Kuna wazee ambao wanatambua vijana. Mimi wakati nimechaguliwa kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, nilikuwa na miaka 35. Nilikuwa na experience gani ya kusimamia chama? Hakuna experience nilikuwa nayo. Sasa saa hizi nazidi kufika karibu miaka 3 nikiwa katibu. Kazi nimefanya ama sijafanya? Kwa hivyo mwelekeo huo sisi tutafanya na viongozi ambao wanatambua vijana. Tutafanya kazi na viongozi ambao wanatambua vijana. Na hatutakubembeleza. Uwe rafiki, usiwe rafiki, tutakwambia ukweli. Kikulacho nimegundua kwamba kinguo ni mwetu sisi wenyewe. Watu wenye kuondoa majina ya vijana kwa list za appointment ndio wale ambao tunawaita rafiki zetu. Jina la Sifuna likitokea mahali popote, unasikia huyo sasa hajawahi chaguliwa, sijui alianguka kura mara 2, huyo hawezi pewa kazi. Zak Kinuthia, kijana mdogo, tulikuwa tunafanya na yeye campaign kule Kibira, hii campaign zetu za handshake. Kidogo nasikia jamaa yeye ni CAS wa education, kazi anafanya ama afanye. Hawa kina Daktari Mwangangi tunaona ni CAS kule katika Wizara ya Afya. Kwani sisi hatuna madaktari hapa ambao ni vijana ambao wanaweza kufanya kazi? Shida tulionayo ni kwamba tofauti ya jamii ya Muleme na jamii hizi zingine, wazee wao wanaheshimu vijana. Sisi huku kwetu ukisimama uzungumze na kuzungumza hivi, simu zinapigwa mpaka Dubai. Saa hii vile naongea hivi, simu zinapigwa Dubai, baba ita huyu kijana, tunataka atuongei na hatuongei kwa giza. Mtatuita mchana mbele ya watu, mtuambie what is the stake of the youth of Western Kenya in everything that is being done. Otherwise hii ukora ingine hii hatutakubali. Majina tumefika mahali tumesema sasa kama Mulembe Youth Council tunataka tuwe na branches katika county zenu zote.
Na kuna vitu ambavyo tutakuwa tunauliza hawa viongozi ambao wako hapa sasa. Magavana wetu wote watano wakuu wanapea Mulembe Youth Council report kuonyesha ni vijana wangapi katika every financial year ambao wameandikwa kazi. Watuambie ni kina mama wangapi ambao wamepatiwa nafasi za kazi. Katika tendering process hapa Kakamega, kule Bungoma rafiki yangu Mheshimiwa Wycliffe Wangamati atupee na yeye report. Kwa hivyo sisi tutakuwa tunakuja kwenu kuwapa report ambaye tumetoa kule, mtuambie kama ni ukweli ama ni ukora ambaye watu wanafanya. Vihiga vile vile, Trans Nzoia vile vile. Ama hapo tukienda si iko mzuri. Mheshimiwa Makoha hapa anafanya kazi nzuri kule Nzoia. Si mmesikia kazi ambayo anafanya? Tumepigana, tumefurahi, tumesikia kwamba viwanda vyetu vinaenda kufunguliwa, madeni yamesamehewa, tunaenda kujua kama tunarudi kazi. Tunataka kuona Nzoia wakati wanasema factory imefunguliwa. What is the quota of youth? Nimalize kwa kuzungumzia mambo ya siasa na kusimama na vijana wenzenu. Mmoja ametoa ushuhuda tayari vile ambavyo tunaweza kufanya kazi pamoja. Let me tell you, there is a safety that comes from knowing that you have friends and people who look like you in other places. Wewe ukiona Sifuna pale ni Secretary General ODM na wa challenge hata hawa wa hizi vyama vingine ambao wanaitanga vyama ya nyumbani, watuonyeshe ni kijana gani tu ambaye wamementa wakachukua from nothing, from no one, wakamleta to a national level, jinsi ambavyo baba Raila Amolo Odinga alifanya nini. Wewe huwezi sikia aibu mtu atoke huko Nyanza akuje mpaka kwa bedroom yako atoe kijana aseme huyu ndio kijana mzuri huyu, wacha tukuje. Na wewe nikikuwa pale ulikuwa unaniangalia tu. Wanatuangalia kama mayai ya nyoka. Kazi yao ni kukanyaga isihachi. Wakati watu wengine wanatambua talanta zetu na kututoa katika majumba yao hapa Western, wanatupeleka kule juu. Deputy Minority Leader wa Senate, Mheshimiwa Malala, kama sio baba kusema huyu kijana anaweza kufanya hii kazi, wewe unafikiria Mudavadi angepea huyu mtu kazi? Haiwezekani. Mimi hata Yesu mwenyewe apatie jina yangu kwa Mheshimiwa Wetangula. Yesu mwenyewe aseme huyu kijana mpatie kazi ya chief, hawezi peana jina ya Sifuna. Haiwezekani. Vijana wewe. Sasa mimi nataka tukubaliane hapa ya kwamba kuna vitu lazima sisi wenyewe tujifanyie kama vijana. Wewe ukiona SG Sifuna pale, ujue kuna vile mambo yako inaweza kuwa mzuri ukikaa karibu na chama ya ODM ambaye SG ni Sifuna. Si ndio? Ni ukweli. Wakati 2022 inafika, nimefurahi kwamba hapa Western tumeweka targets. Kule Nairobi pia tumeweka targets. Tuko na MCAs 15 wa jamii ya Mulembe. But it is not representative of our numbers in Nairobi. Tumesema tunataka 30 MCAs 2022. Waluya. Tumesema tuko na MPs wawili, Mheshimiwa Lado na Mheshimiwa Tim Wanyonyi kule Westlands za Makadara. Tunataka tuwe na wabunge 5 Waluya. Kiti cha ugavana Nairobi, Waluya tunaenda kuchukua. Kwa hivyo kila mahali tunapanga kazi yetu. Ne bibindu bilala bana befwe soloma mubandu tawe. Okhorako bindu fulani chini ya maji okhororo na manadi kene khuyete ne bakupangwe. Nona inywenye musirabusa bamaye base balo bakubano andi nako bolera khona ndi ngobe changa vijana ne kukhaila ta. Mwana mukhana nasili kumwile yeyo so mwekisa bindu nili okendanga nabe kumbokisa ta. Okhororo okelo khasise kalita lyo. Olinda wengira musimba no khomeka yo mweno mwenye uli kumulyango okuka khakukula ka khapaka. Na mambo ya youth kwa vyama sasa imekuwa ni sheria. Kama wakili lazima pia niwachanue kidogo. Mahakama Kuu ilisema kwamba kila chama lazima ile list ambayo unatoa iwe representative ya women, youth and persons with disabilities. Kwa hivyo as a political party as ODM, we are already looking at ways in which we can do what? We can comply with that. The other thing, we as a party, we proposed to the BBI team. Because you know, some of these things, if you leave it to the goodwill of political party leaders, haitafanyika.
Tukasema IEBC ukiwapelekea list yako ya all your aspirants, unapeleka list mara moja for all the 290 constituencies. If that list is not compliant, that there is no 30% youth and 30% women, IEBC will reject that list in its entirety until you go and comply with those two rules. Kwa hivyo, as young people, there are opportunities that are coming. Sisi kazi yetu ni kujiweka tayari kuhakikisha kwamba wakati mambo haya yanafanyika, tuwe tayari kuchukua advantage. Hatutabembelezana bwana. Mpaka lini? Wewe uliniona nikikuwa mdogo nini, nimekuja, nimetairi, nimeoa, nimezaa watoto, bado unataka mimi nikufuate? Tuna hata uwezi kunipigia simu uniulize, Mheshimiwa Sifuna kule Bungoma, mnaweza kutupatia jina ya kijana mmoja ambaye anaweza kushikilia kazi hapa, hata kama ni kwa useless parastatals kama zile tunasikia Coconut Development Board. Unajua mbukuzi hata hajayo na coconut, lakini tumpeleke huko aone coconut. Mheshimiwa Malala, kwa hayo mengi mimi naona nikomee hapo.